Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizotangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka kwa taarifa iliyotoka muda si mrefu, ni nchi ya Iran kuamua kufungua sehemu ya mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya meli za biashara, jambo ambalo limeripotiwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi, lakini vile vile limethibitishwa na rais wa nchi ya Marekani Donald Trump, ambapo kitu cha kuvutia zaidi katika meseji yake, badala ya kutamka Strait of Hormuz akaitaja Strait of Iran. Ni kama kuashiria kwamba Iran wana control na mlango bahari huo. Taarifa ya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni taarifa ambayo inaonyesha uwazi au uhuru wa kupita katika mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kwamba si taarifa ambayo inaonyesha kwamba ni uhuru wa watu kupita bila kulipa. Hili ni jambo ambalo tunajaribu kulitazama kwa umakini mkubwa, kwa kuzingatia kwamba kipengele cha mwanzo ambacho kilikuwa kimetolewa katika siku za nyuma au kimewekwa katika siku za nyuma na nchi ya Iran ilikuwa ni kwamba meli yote itakayopita ni lazima ilipie. Kwa hivi sasa tunachokiona ni kwamba meli za biashara zitakuwa zina uwezo wa kupita, isipokuwa meli za kijeshi ndio meli ambazo zitakuwa haziwezi kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hii maana yake tunachukua katika uzito mkubwa, kuzingatia kwamba kabla yake palikuwa kuna taarifa takriban siku ya jana, palikuwa kuna taarifa kutoka kwa rais wa nchi ya Marekani Donald Trump kuhusiana na kusitishwa kwa mapigano kusini mwa nchi ya Lebanon, pamoja na kwamba ile idara ya usalama au baraza la usalama la nchi ya Israel ilikuwa halijakaa kupiga kura kuhusiana na hilo, lakini Rais Donald Trump alitangaza moja kwa moja kwamba kusini mwa Lebanon hivi sasa inatakiwa yastopishwe mapigano, na hili limefanyika yani technically kwa kuzingatia kwamba lao wa Israel au serikali ya Waziri Netanyahu wangeenda kukaa katika ile security cabinet au ile cabinet ya masuala ya usalama kwa nchi ya Israel kutaka kupiga kura, kuzingatia kwamba watu wengi katika idara husika ni watu ambao misimamo yao inafanana na kama kina Itamar Ben-Gvir au kina Bezalel Smotrich, maanake wasinge kubali au wangepiga kura ya kwenda kinyume na hivyo. Lakini kuzingatia faida inaweza kupatikana katika upande wa mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kuongeza walau support ya Rais Donald Trump ndani ya nchi ya Marekani, maana yake hatua hii ilikuwa ni hatua muhimu, na ndio maana Rais Donald Trump akaamua kubypass, akaamua kupita bila kuzingatia protocol ya nchi ya Israel kwenye kusitisha mapigano ya kusini mwa Lebanon. Pamoja na kwamba hatua ya kusitishwa kwa mapigano actually inaonekana kwamba ni sehemu ya pressure ya nchi ya Iran, na ndio maana nchi ya Iran kupitia waziri wake mambo ya nje Abbas Araghchi ametaja hicho kipengele kwamba kupitia ceasefire au usitishaji wa mapigano uliotokea katika upande wa kusini mwa Lebanon, na Iran imeamua kufungua mlango bahari wa Hormuz. Usitishaji wa mapigano katika upande wa kusini mwa Lebanon tukiunasibisha na hii hatua ya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz umetuonyesha baadhi ya vitu muhimu. Kwanza kabisa kutuonyesha kwamba katika level ya strategia ya eneo la Mashariki ya Kati, Israel inaitegemea zaidi Marekani kuliko Marekani inavyotegemea Israel. Ndio maana inaweza kaonekana kwa manufaa ya mlango bahari wa Hormuz, ambapo ni eneo la strategia, maana yake Marekani imeweza kubypass au kupita kwa pembeni na kisha kuilazimishia usitishaji mapigano ukihusisha nchi ya Israel. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili katika hilo na Lebanon, jambo lingine tumeliona kwamba mfumo wa mapigano hivi sasa umebadilika, hasa kutoka katika upande wa kundi la Hezbollah, kwa sababu ya experience ambayo ilionekana kuanzia mwaka 2024 mwishoni mwaka 2024 ilipotokea ceasefire
au usitishaji wa mapigano baina ya nchi ya Israel na kundi la Hezbollah. Maana yake katika miezi takriban 15 mpaka kufikia kwenye mwezi wa pili tarehe 28 ile wakati mgogoro wa Iran unaanza, nchi ya Israel ilikuwa ikiendelea kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon, pamoja na kwamba kundi la Hezbollah lilikuwa likijaribu kutengeneza misheni zake kwa usiri mkubwa sana, lakini nchi ya Israel ilikuwa ikiendelea kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon. Sasa kilichojitokeza wakati wa usitishaji wa mapigano katika siku ya jana, Israel wanasema wameshambulia sehemu kama 380 kusini mwa Lebanon, lakini vile vile kundi la Hezbollah limeshambulia sehemu nyingi kaskazini mwa nchi ya Israel. Maana yake ni kwamba walichojaribu kukifanya Hezbollah ni kukwepa ile tunasema ni escalation dominance, yani kwa sababu Israel ni katika tabia ya jeshi lake, wanapoelekea mwishoni mwa usitishaji wa mapigano, moja katika alama kubwa ni wao kufanya mashambulizi mengi kwa wakati mmoja, na hii imeonekana ilipotangazwa ceasefire ya Irani na Marekani. Israel walifanya mashambulizi makubwa takriban katika sehemu kama 100 ndani ya kusini mwa Lebanon, hii kujiweka pembeni na sehemu ya makubaliano baina ya Marekani na Iran. Lakini katika siku ya jana pia inaonekana hivyo kwamba wamejaribu kufanya mashambulizi mengi, jambo ambalo Hezbollah kwa hivi sasa na wametangaza kwamba hatutoruhusu tena kuendelea kwa tabia ile ya mwaka 2024 kuja mpaka kwenye hii mwaka 2026, kwamba tunaingia katika ceasefire na kisha Israel inaendelea kufanya mashambulizi. Ndio maana kilichotokea ni kwamba wakati Israel wanafanya mashambulizi na Hezbollah na wenyewe vile wakafanya mashambulizi makubwa katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Israel, na kutoa warning kwamba iwapo Israel watavunja makubaliano ya amani kwa hivi sasa, maana yake ni kwamba na Hezbollah kadhalika watavunja hayo makubaliano kwa kufanya mashambulizi mfano huo. Na hii ni method au ni njia ambayo inaonekana kwamba imechukuliwa kutoka katika nchi ya Iran kwa kuzingatia ile sera ya jicho kwa jicho, kwamba ukishambulia hiki na mimi ninafanya kitu cha tofauti. Na ndio maana unaona hata katika ile swala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz imefanyika katika sera hiyo ya jicho kwa jicho, kwamba baada ya Marekani kutangaza mpango wa usitishaji wa mapigano katika ukanda wa kusini mwa Lebanon, halikadhalika na Iran yenyewe wakatangaza kwamba tunafungua mlango bahari wa Hormuz. Kwa ni sehemu ya muundo ambao tumekuwa tunaendelea kuona katika namna gani nchi yoyote inaweza kudili na nchi ya Iran, kwamba jamii ya Wairani ni watu ambao kwa hivi sasa wameweza kuonyesha tabia mpya ya namna ya kudili na nchi kama ya Marekani au hata nchi kama ya Israel, kwamba hautakiwi kuruhusu ile tunasema escalation dominance. Hautakiwi kuruhusu wao wafanye aidha mashambulizi mengi dhidi yako au wakushambulie pasi na wewe kuonyesha respond, ili uweze kwenda nao sawa sawa. Maana yake wakifanya mashambulizi na wewe unataka kufanya mashambulizi katika kipimo kile kile au uzidishe, ndio unaweza kusurvive. Kinyume na hapo, maana yake hauwezi kusurvive. Lakini hatua hii maana yake ni hatua ambayo inaweza ikawa na faida kubwa katika mzunguko wa dunia, kwa kuzingatia kama bei za mafuta zimeanza kuonekana kwamba katika soko la dunia zimeanza kushuka. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini hatua hii vile vile ni hatua ambayo bado tunaichukua kwa tahadhari kubwa, kwa kuzingatia kwamba pamoja na haya mazungumzo yanayoendelea au hizo hatua ambazo zimekuwa zinaendelea kushuka kwa nguvu kubwa na nchi ya Pakistan kwa kutumia na diplomasia yake kama kina Asim Munir ambaye ni mkuu wa majeshi wa nchi ya Pakistan, ambaye ameonekana yuko Iran, lakini vile vile kuna movement nyingi amekuwa akifanya katika eneo la Mashariki ya Kati kwa lengo la kufikia katika kilele cha mwisho cha usuluhishi. Lakini jambo hili maana yake ni jambo ambalo linaleta mafunzo makubwa sana katika nchi mbalimbali duniani, particularly vile vile kuzingatia hata katika hizi nchi zetu za Afrika, kwamba mikakati yote au mipango yote ya kistratejia ambayo inaweza ikaathiri sehemu ya maisha ya dunia au mzunguko wa dunia, maana yake ni mipango ambayo inatakiwa ichukuliwe katika mizani wa hali ya juu, na yenye kuzingatia kwamba dunia hivi sasa inapita katika kipindi ambacho tunasema ni transition period, ni katika kipindi cha mpito. Maana yake bado hatujafikia katika kilele, kwa sababu mabadiliko yamekuwa ni mengi na movement zimekuwa ni nyingi, zikisukumwa na Marekani, zikisukumwa na China, zikisukumwa na Urusi na mfano wake. Na kingine cha kuzingatia kikubwa ni kwa sababu Marekani ni superpower. Marekani ni nchi ambayo ina nguvu duniani.
Na nchi kuitwa superpower maana yake ni kwamba mambo mengi katika dunia hayawezi kuamuliwa bila yenye kushirikisha, na hiyo nafasi Marekani bado anayo, kwamba mambo mengi bado yanayohusisha nchi ya Marekani. Kuanguka kwa nchi ya Marekani au Marekani kupata mtikisiko wa namna yote katika mifumo yake, hili ni jambo ambalo litaiathiri dunia. Maanake sio inaathiri Marekani pekee, lazima litaiathiri dunia, na hili ni jambo ambalo liko wazi, na ukizingatia kwamba Marekani moja katika level ya juu ya kile anachokikosa. Kwa hiyo Marekani inapoathirika kwa namna yote, mifumo ya fedha, mifumo ya biashara na mifumo ya mzunguko wa dunia katika upande wa uchumi ni lazima iathirike. Sasa kwa hali ya dunia tuliyokuwa nayo hivi sasa, maanake kuanguka kwa Marekani inawezekana kusitokane na Marekani labda kuanguka kwamba iwe ni nchi tena haina nguvu. Hapana. Kuanguka kwa Marekani hasa kunaweza kutokana na wapinzani wake kupata nguvu mfano wake. Maanake Marekani inaweza ikabaki pale pale ilipo, lakini wapinzani wake kama China au Russia au nani wakawa wenyewe wanapanda, kama inavyoonekana nchi ya China inavyokwenda kwa speed, kwamba uzalishaji inafanya uzalishaji wa juu sana, uchumi unainuka katika hali ya juu sana. Kama ni katika upande wa jeshi, na jeshi ambalo liko very powerful na teknolojia na wanajeshi wengi kiasi ambacho ndio maana Marekani katika juhudi zake zote anajaribu kuconcentrate, anajaribu kutia nguvu kuzuia au kushika zile njia ambazo zinafanya uzalishaji wa China uende vizuri. Kwa mfano, Marekani inaposhika njia kama za mafuta, maanake China itahitaji mafuta. Kwa hiyo automatically China hata kama itakuwa inazalisha sana, lakini mwisho wa siku italazimika iilipe Marekani. Ndicho Marekani anachokifanya, kwa kuzingatia kwamba katika stage tuliokuwepo sasa hivi, anayeweza kushindana na Marekani sio kwa Marekani kushuka, kwamba iwe haina nguvu iwe kadha, isipokuwa anayeshindana na Marekani ni kwa yeye kupanda kufikia katika level ya Marekani. Sasa kipindi hiki ambacho tunaendelea kushuhudia kwamba China nguvu yake inaongezeka, na tunaona kuna global powers nyingine au zile nguvu nyingine za kiulimwengu zinaibuka, nchi kama ya Iran ambayo tukizungumza miezi 6 nyuma au miezi 10 nyuma tulikuwa tuweze kuzungumza tukahitaja kwamba Iran na yenyewe inaingia katika zile global power, lakini kwa hivi sasa anazidi kwenda, maana ushawishi wake umeongezeka, kwamba hata ikifikia katika hatua mapigano yamesitishwa kabisa, zile nchi za Mashariki ya Kati zitalazimika kuna vitu zizungumze na nchi ya Iran. Hilo ndio jambo ambalo liko katika uhalisia. Katika mazingira namna hiyo, maanake hizi nchi kama za Afrika na mfano wake ni lazima zijifunze kwamba tunakoelekea ni lazima zijue nguvu yao iko mahala gani, kwa sababu kwa mfano kuna issue kama ya sasa hivi ya nishati, issue ya gesi, issue ya mafuta. Hili ni jambo ambalo litaendelea kusumbua dunia, hata kama Marekani na Iran watasema kwamba wamemaliza mapigano yao au hawatopigana tena, lazima litaendelea kusumbua dunia, kwa sababu kwa mfano ukiangalia tu nchi kama Qatar inazalisha takriban kama 20% ya gesi yote duniani. Maana nchi za Ulaya kwa kiwango kikubwa sana zinategemea kutoka katika nchi ya Qatar. Sasa mashambulizi ya nchi ya Iran yaliyofanyika katika nchi ya Qatar katika sehemu ya ile Ras Laffan imeathiri takriban 17% ya uzalishaji wa gesi katika nchi ya Qatar. Kwa ina maana kuna kiwango cha takriban 17% cha ile 20% ya kile kinachochangiwa na nchi ya Qatar katika dunia. Kiwango hichi maana hakitakuwepo, hakitopatikana kwa urahisi, na repair ya kile kilichoharibiwa kutokana na mashambulizi ya nchi ya Iran katika Ras Laffan maana yake ni kitachukua baina ya miaka 3 mpaka miaka 5 kuweza kutengemaa. Katika mazingira namna hii, maana yake tatizo tutakuwa tunaendelea kuli experience. Lakini jambo lingine ni katika ile mlango bahari wa Hormuz, kwamba pale kupita bado hatuna assurance kwamba au hakika kwamba Iran watastopisha kuwachaji watu pesa. Katika mazingira namna hiyo, manake gharama ya nishati kama mafuta, gesi lazima iongezeke, kwa sababu ina maana kuna chaji ya ziada ambayo itakuwa inapatikana pale katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Ni jambo ambalo bila shaka litakuwa lina athari katika gharama za uzalishaji katika sehemu kubwa ya dunia na hata katika soko la dunia. Katika mazingira namna hiyo, maana kuna baadhi ya projects ambazo hizi nchi za Afrika wanaweza wakajitahidi kuzitilia nguvu kukamilika. Kwa mfano katika nchi kama Tanzania wana project ile ya masuala ya gesi, ile ya kule Lindi, ambao walikuwa wamesha fikia katika sehemu ya makubaliano na nchi kama ya Marekani, na gharimu takriban kama dola bilioni 42, ambapo ni hela nyingi sana.
pamoja na kwamba hawajafikia katika hitimisho la mwisho, manake walitoka katika makubaliano yale kibiashara na walifanya mabadiliko mengi kwa kile ambacho tunakifahamu kwa ajili ya kulinda vile vile mazingira ya dunia jinsi yanavyozidi kwenda. Na sasa hivi maanake walikuwa katika stage kama ya kuzungumza kuhusiana na masuala ya kisheria na mfano wake, lakini lazima hivi vitu vinavyokuwa vinajadiliwa na mfano wake vizingatie pia mabadiliko ya dunia, kwa sababu tunapoelekea mbele, unapozungumzia gesi, unapozungumzia mafuta, unazungumzia vitu vikubwa, unazungumzia vitu ambavyo kwa dunia inavyozidi kwenda, maana yake thamani yake itaendelea kuongezeka, kwa sababu tupo katika transition, tupo katika kipindi cha mpito ambapo kama ni tairi, maana yake inakwenda hairudi nyuma, so the price, bei ile itakuwa inazidi kwenda juu. Lakini vile vile kuna strategic areas zingine, kwa mfano katika issue kama ya reli ile ya TAZARA ya Tanzania na Zambia. Of course kwa muda mrefu nchi kama ya China na nchi ya Kongo na nchi ya Marekani zimekuwa zinashindana katika sehemu ya Kongo, kwa kuzingatia kwamba wanashindana kwa ajili ya kupata madini, na hii ndio maana unaweza kuona kama mwaka jana Rais Donald Trump alikuwa anajaribu kupush makubaliano ya amani baina ya Kongo na Rwanda ili kuhakikisha, lakini makubaliano yenyewe yalikuwa yameegemezewa katika madini, kwamba Marekani itapusha amani ipatikane, lakini ipewe uhakika wa kupata madini, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Kongo kipindi cha nyuma, kipindi kwa Rais Joseph Kabila ilitoa nafasi kubwa kwa wa China kuweza kufanya biashara, kuhodhi sehemu za madini katika nchi ya Kongo, na hilo linifanya Marekani kutia pressure kiasi ambacho Rais Joseph Kabila akashindwa kugombania uchaguzi katika nchi ya Kongo, na badala yake ndio ikapatikana nafasi kwa Felix Tshisekedi kuingia madarakani. Felix Tshisekedi kuingia madarakani, naye akaendelea kutoa room kwa China, na ndio asili ya kuibuka kwa kundi kama la M23 kwa ajili ya kutia pressure ili Marekani aje kufanya negotiation, na hilo Marekani alifanikiwa kuweza kulifanya. Sasa ushindani wa China na Marekani ndani ya Kongo ni wa madini, lakini issue kubwa inakuja nani anatoka, yani wanatokaje katika eneo la Kongo, kwa sababu ukiangalia Marekani anapochukua madini kama ya kopa na mfano wake, na ukiangalia kama ni siku moja nyuma wameingia dili kubwa sana ya kusafirisha madini kama ya kopa katika nchi ya Marekani. Ukiangalia madini yanayopatikana kutoka katika nchi ya Kongo kwa upande wa Marekani, maana yake anapitia Angola katika ile bandari ya Lobito. Lakini unapokuja kwa issue kama ya China, anapochukua kopa hana sehemu ya kutoka. Sehemu yake ya kutoka hasa ni kupitia reli ile ya TAZARA, maana yake achukue mzigo Kongo upelekwe Zambia na kisha usafirishwe kwenda katika bandari labda kama Dar es Salaam, na kisha baadaye kuelekea katika nchi ya China. Sasa tunapojadili vitu kama hivi, labda reli ya TAZARA, sasa hivi sio regional. Yani sasa hivi hatuzungumzii reli ya TAZARA kama ni mkakati wa nchi kama Tanzania, au ni project ya kimkakati ya nchi kama Tanzania katika level ya kikanda, kwamba labda Afrika Mashariki na Kati. No, sasa hivi tunazungumzia katika level ya dunia. Kwa hivyo unapozungumzia issue kama ya reli ya TAZARA, unazungumzia ni kitu chenye athari duniani, kwa sababu wakubwa wawili wanagombana. China na Marekani wanaigombania Kongo kwa ajili ya mali, lakini issue ni mali inatokaje. Kwa hiyo maana unapoingia katika argument au makubaliano namna yote na nchi kama ya China, lazima ujue kwamba katika mazingira tunayokubaliana na China, China hana njia. Ina maana ile project yako lazima iwe katika standard ya juu, au ile nguvu yako ya kubageni. Tunaona kama nchi ya Iran, kwa sababu ya mlango bahari wa Hormuz, ile ni kadi muhimu ya kwenda kubageni. Kwa unapokuwa na reli kama ya TAZARA, ile ni kadi muhimu ambayo China hawezi kuwa na njia nyingine ya haraka, hata kama walishiriki katika ujenzi kwenye mwaka 75 takriban, lakini issue kubwa ni kwamba ile ni kadi muhimu ya hizi nchi zetu. Kwa hiyo ina maana dunia ipo katika transition period. Tunapokuwa na project kubwa kama hizi TAZARA au hiyo masuala ya gesi na mfano wake, masuala ya bandari na mfano wake, ni vitu ambavyo vikijumuisha wawekezaji ni lazima vichukuliwe katika ile high mark, yani katika level ya juu ya uwezo wa kubageni, kwa kuzingatia kwamba hilo ni jambo ambalo wakati mwingine wakubwa au nchi kubwa kama za China, Marekani na mfano wake zinakuwa hazina mbadala wa zile njia ambazo zipo katika mazingira yetu. Lakini kiujumla ni kwamba kinachoonekana kwa taarifa za haraka ni kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, na hili maana yake litakuwa lina athari nzuri katika upande wa uchumi wa dunia kwa upande mmoja mwingine, pamoja na kwamba ile muda uliotolewa ni muda mchache
kabla ya kukamilika kwa ile muda wa ceasefire ambao walikuwa wamekubaliana Marekani na nchi ya Iran, lakini bila shaka itakuwa ni jambo ambalo litakuwa lina faida kwa kipindi chote hicho ambacho kimekusudiwa kwa mlango bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa. Kwa bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyo bora zaidi ya hii ambayo tunakuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Nugwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na kuombe usahau kusubscribe, kulike, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.